Moja ya maamuzi ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyachukua ni kujenga viwanja vipya hapa Arusha, kujenga kiwanja kipya kabisa cha mpira kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Tunao uwanja wa Sheikh Amri Abeid, lakini kwa uamuzi wake alisema tutumie fursa hii kujenga kiwanja kipya kabisa chenye uwezo wa kuchukua watazamaji 32,000 waliokaa, lakini pia chenye huduma zote muhimu. Kwa ziara yangu ya leo ilikuwa ni kuja kuona hatua iliyofikiwa, na nimeridhishwa sana na hatua iliyofikiwa. Kwa upande wa ujenzi tuko mbele ya wakati kwa 3%. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri ambalo linatuhakikishia kwamba uwezekano mkubwa wa kiwanja hiki kukamilika tarehe 24 Julai mwaka 2026 upo. Nimeshaona kazi iliyofanywa mpaka sasa, ujenzi wa nguzo 574 ambazo zitabeba uwanja huu unaendelea, na nimeona zinakwenda tayari. Wamekwishaanza kujenga viti kwa ajili ya sakafu ya kwanza, kwa sababu uwanja huu utakuwa na sakafu 4. Kazi inakwenda na inaridhisha. Kwa hiyo lengo langu kubwa ilikuwa ni kujiridhisha, na tumekubaliana sasa wote kwamba mwezi Julai kazi yote kubwa ya kujenga hizi nguzo zote mpaka ghorofa ya 4 itakuwa imekamilika, na hapo ndipo tutakuja tena kufanya ukaguzi mkubwa. Lakini tumejipangia sasa kuanzia leo, kila wiki tutahakikisha kwamba kuna watu wetu ambao wanakuja kukagua maendeleo ya ujenzi. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu mashindano ya AFCON yako mwaka 2027, na sisi tumeshawathibitishia watu wote wa Afrika kwamba ifikapo tarehe hiyo tutakuwa tayari tumekamilisha ujenzi wa uwanja huu. Jingine ambalo limenivutia ni kwamba uwanja huu mpaka sasa umetoa ajira kwa Watanzania 1262, na kampuni ya ujenzi hii ya CREG wameniambia mwezi Septemba idadi ya wafanyakazi wa Tanzania itaongezeka mpaka kufika kwenye 2400 2500, kwa sababu kazi zitakuwa zimeongezeka. Na katika watumishi wote wanaofanya kazi hiyo wengi ni Watanzania, wa China wako 56 tu. Lakini jambo jingine ambalo nimevutiwa nalo ni kwamba mkandarasi huyu, kampuni ya CREG China, imetoa kandarasi dogo kwa makampuni 14 wa Tanzania ambayo wanafanya kazi katika eneo hili. Kwa hiyo tuna imani kabisa hawa wahandisi wa Tanzania na hawa vibarua wa Tanzania sio tu watajenga uwanja huu, lakini tayari tutakuwa na wataalamu ambao tunaweza kuwatumia kujenga viwanja vingine. Lakini jambo jingine ambalo nimelifurahia hapa ni kwamba pia huyu mtaalamu mwelekezi tuliyemchukua, kampuni ya Dahl Henderson, mpaka sasa ina wafanyakazi pia kutoka Tanzania. Kwa ni imani yetu hao wa Tanzania siku za usoni watatusaidia sana, hasa katika swala zima la usimamizi na ukarabati wa viwanja. Huu ni uwekezaji mkubwa sana wa zaidi ya bilioni 350. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba baada ya stadium hii kukamilika au uwanja kukamilika, tunaendelea kuutunza na kuutumia.